Inspekta Jenerali wa polisi Joseph Boynet aliongoza viongozi wa siasa kutoka katika kaunti za Pokot Mashariki na Turkana kusherehekea sikukuu ya Krismasi na wenyeji kutoka pande hizo mbili sehemu ya Turkwel. Dhumuni kuu la mkutano wao, mtazamaji, ni kuwashukuru wenyeji kwa kudumisha amani ya muda mrefu na kuendelea kuwashinikiza katika ujenzi wa maendeleo katika sehemu hiyo. Ni muda mrefu sasa wenyeji kutoka jamii za kaunti ya Pokot Magharibi na Turkana wameshuhudia amani ya muda mrefu baada ya kuamua kuzika katika kaburi la sahau tofauti zao uhasama unaotokana na wizi wa mifugo. Kutokana na mafanikio yao, mkuu katika idara ya polisi Joseph Boynet aliamua kuzitembelea jamii hizo akishirikiana na viongozi mbalimbali kupata kusikiza hisia zao. Ushuhuda uliona shida ilitokezea, na sisi viongozi ya Pokot na Turkana na wazee wa amani tuliamuka tukafanya hiyo jambo, tukarekebisha, tukarudisha mbuzi, tukarudisha ng'ombe na tukarudi kukaa kama kawaida. Hii haijawahi kufanyika kwa Kenya siku nyingine. Kuna mzee hapa alituambia siku ile tulikuwa na hiyo sherehe nyingine, akasema ninyi wote mnajifanya watu mmechangia amani, lakini sisi raia ndio tumeamua tumekubali amani. Na hiyo ni kweli. Kama ninyi mungekubali, kama hao reformed warriors hawangetusikiza, hatungekuwa na hiyo amani. Saa hii kuna furaha. Hapa ilikuwa ni shida ile inaitwa no man zone, ile shida ya vita ya kila mahali. Lakini tunashukuru Mungu sana kwa sababu tuliomba na Mungu ametusaidia kama sisi wajumbe. Viongozi hao walishiriki ngoma za kiasili wakifurahia nyama ambazo waliandaliwa kwenye sherehe ya kumshukuru Muumba kwa amani ambayo inayoendelea kushuhudiwa. Uhasama huo umepisha utangamano miongoni mwa jamii zilizokuwa zikitofautiana. Before there was no access, watu wa Turkana wangeweza kuja hapa Lorogon ama hapa Turkwel hata kuchukua mboga ya watoto. Watu wa West Pokot wangeweza kwenda Kainuk hata kuchukua posho ya watoto. Ilikuwa ni tension kubwa sana. Lakini saa hizi watu wako na access, free access, they can go anywhere without any problem. Wale wanachochea, tukisema ukweli, ni vijana watakusikiza. Ni vijana wa Kadum. Ni vijana wako chama yako. Watakusikiza. Hakuna mtu atakataa mkubwa kama wewe. Hata hivyo, walitoa wito kwa serikali kuhakikisha kuwa vijana waliobadilika kutoka wezi wa mifugo hapo zamani na sasa kuwa wahubiri wa amani wajumuishwe kwenye orodha ya askari wa akiba. You can only reward these people by recruiting them into KPR, especially hii wakati KPR wanaenda kushika mshahara. Reformed warriors wale walikuwa wanafanya mambo yote hapa, saa hii wanashika Biblia, wanahubiri Mungu, lakini Biblia ya Kiturkana hawajui kusoma Kiswahili. Swala la ajira kwa vijana sehemu hii pia liliweza kujadiliwa. Nataka niulize rafiki yangu Charles Keter ambaye anasimamia Ministry of Energy, Kenchen ikiwa ndani. Hii mambo ya kufanyia kazi Kitale, hii watu waame na wakuja wafanye kazi hapa hivi. Hii watu wa Kenchen. Hata hivyo, Inspekta Jenerali wa polisi aliwahakikishia kuwa wito wao utatekelezwa na idara ya polisi. Nimemwamuru komanda wa eneo hili, nimemwambia aichukulie maanani vile Mheshimiwa Lomenena amesema na vile Senator alisema, ili tuhakikishe wale vijana wamekuwa wakipigania amani wawe ndani nao hapo. Viongozi hao waliwataka wenyeji kuwapigia kura viongozi wanaopatikana kwa haraka ili kutatua matatizo yao pindi yanapochipuka, huku wakiahidi kuendelea kushirikiana kuhubiri amani hususan wakati wa kampeni.